Leo nimeona ni muhimu nikutane nanyi nikiwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum ili kuelezea umma kupitia kwenu utekelezaji wa shughuli za maendeleo na fursa mbalimbali kwa makundi maalum yakiwemo wanawake, vijana, watoto, wazee, wajane, wagane na wafanya biashara ndogo ndogo chini ya uongozi madhubuti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapa niweke sawa, tusichanganye masuala ya vijana ya wizara yake mahususi ya vijana, lakini kuna sehemu tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba masuala haya yanakwenda vizuri, kwa sababu masuala ya vijana ni mtambuka, yapo kwenye sekta zote tulizonazo nchini. Hivyo nami nitayagusia. Ndugu waandishi wa habari, dira ya maendeleo ya mwaka 2050 inalenga kujenga taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea kwa kuwekeza zaidi kwenye sekta zinazoajiri watu wengi. Sekta hizo ni pamoja na kilimo, utalii, viwanda, ujenzi, michezo na sanaa za ubunifu na madini. Kwa msingi huo, mwelekeo wa serikali katika uwekezaji kwenye sekta hizo unatarajiwa kuongeza fursa za kiuchumi ikiwemo kwa makundi maalum. Ndugu waandishi wa habari, nitoe wito kwa jamii kuvitumia vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii na maendeleo ya jamii ufundi ambavyo ni Rungemba, Ruaha Iringa, Mlale iko Ruvuma, Mabugai kiko Tanga, Uyole kiko Mbeya, Monduli kipo huko Arusha, Misungwi kipo Mwanza na Buhare kiko mkoa wa Mara, pamoja na taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru ambayo iko Arusha, ili jamii iweze kupata maarifa na ujuzi utakaochangia kujiletea maendeleo kwa kujiajiri, kuajiri na kuajiriwa pia na kuajiri wengine. Nataka niseme kwamba vyuo hivi huwa vina program kwenda kwenye jamii, kwenda kupeleka dhana nzima ya masuala ya maendeleo ya jamii. Hivyo basi jamii ni waombe, mnapoona vyuo hivi vikija kuwafikia kwenye jamii, mvipe ushirikiano. Vina mengi vya kuweza kuwafanya mpate mwelekeo chanya wa kuzifikia fursa za maendeleo. Ndugu waandishi wa habari, ili kuwa na taifa lenye wananchi wazalendo wanaozingatia maadili ya kijamii, ni muhimu kuwekeza katika malezi na makuzi bora ya watoto. Katika kufikia lengo hilo, serikali inaendelea kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoa elimu ya malezi kupitia mwongozo wa wajibu wa wazazi na walezi katika malezi na matunzo ya watoto na familia. Na hadi kufikia Disemba 2025, wataalamu wote ngazi ya mkoa na halmashauri wameshapatiwa mafunzo kuhusu mwongozo huo ili wapeleke ujumbe huo katika jamii, na sisi tutaendelea kujielekeza vilivyo kuhakikisha kwamba familia zetu zinajengwa imara na watoto watokanao na familia hizi wanakuwa bora zaidi walioandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwa tunu ya taifa hili kuelekea mwaka 2050 waweze kutekeleza dira hii vizuri zaidi. Ndugu waandishi wa habari, ninasisitiza umuhimu wa wazazi wote wawili, baba na mama, kushirikiana katika kuwalea watoto ili kufikia ukuaji timilifu kimwili, kiakili na kisaikolojia. Vile vile ni muhimu kwa wazazi au walezi na jamii kuwa karibu na watoto wao, kwa sababu watakuwa wanatengeneza muunganiko, yani bond, na hivyo kuwezesha upendo toshelevu wa mtoto na wazazi au walezi wake. Kukosekana kwa hiyo bondi kunapelekea watoto kutokuwa na upendo kwa wazazi walezi wao, hasa wanapokuwa watu wazima, na kuwatelekeza hao wazazi wao. Ndugu waandishi wa habari, katika kuimarisha wajibu wa wazazi katika malezi ya vijana balehe, serikali inatekeleza program ya malezi ya vijana balehe inayojulikana kama Furaha Teen
inayotekelezwa kwa majaribio katika mikoa ya Songwe na Mbeya. Kupitia programu hiyo, wazazi wanafundishwa mbinu za kuwalea na kuwaongoza watoto wao ili waweze kukabiliana na changamoto za ujana balehe. Na programu hii inakusudiwa kusambaa katika mikoa yote. Aidha, natoa wito kwa wazazi kuhusu umuhimu wa kuwasikiliza na kuwashirikisha vijana wao katika shughuli mbalimbali za kifamilia na kijamii, sambamba na kuongoza kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na kiuchumi, ili kuwaepusha na tabia na mwenendo au mienendo isiyofaa katika jamii. Kama serikali inavyokuwa na mipango na mikakati yake, hivyo hivyo kwenye familia tunatarajia tuwe na mipango na mikakati ya kuwachukua vijana wetu, watoto wetu, kuwaingiza katika ratiba zetu, waweze kupata mwanga wa shughuli za kifamilia na kijamii zinazofanyika, ili baadaye na wao wakija kuwa waanzilishi wa familia zao waweze kufanya vema zaidi pasipo kutetereka. Ndugu waandishi wa habari, katika kujenga jamii yenye usawa na yenye haki, ni muhimu pia kuzingatia usawa wa kijinsia katika nyanja zote za maisha. Kwa kutambua hilo, serikali imeweka mazingira rafiki na wezeshi kwa makundi maalum, hususan wanawake, kushiriki kufanya maamuzi katika ngazi mbalimbali za uongozi, kuendelea kuweka mifumo ya kukuza vipaji kwa wasichana na wanawake, na kutoa mafunzo endelevu ya uongozi na utawala bora. Na hapa niweke sawa, haimaanishi kwamba tunapokuza vipaji vya wasichana na wanawake kwamba tunawaweka pembeni watoto wa kiume. Ni kwa sababu tu ya takwimu zilionekana zinaelemea sana upande wa wasichana na wanawake kuwa nyuma kimaendeleo. Lakini hata hivyo, katika sera tulioifanya toleo la mwaka 2023 tayari tumeingiza masuala ya ushirikishwaji wanaume, ili tusiwaache nyuma watoto wa kiume, nao wawe sehemu ya kutekeleza kwa kina mwelekeo huu wa usawa wa kijinsia. Ndugu waandishi wa habari, serikali imeendelea kutekeleza miradi, programu na kampeni mbalimbali katika jamii zinazohusu huduma za malezi, hifadhi ya jamii, unasii, afya ya akili, msaada wa kisaikolojia na kijamii, elimu lishe, matunzo ya watoto, marekebisho ya tabia, utengamao, ulinzi wa watoto na wazee, huduma za uangalizi wa wafungwa na mahabusu, usuluhishi wa migogoro ya ndoa na familia, kuunganisha wahudumiwa katika familia na jamii, na kuwaunganisha wahitaji na watoa huduma mtambuka. Utoaji wa huduma ya ulinzi na matunzo kwa wazee na wasiojiweza imeendelea kutekelezwa kwa ufanisi mkubwa unaohusisha serikali na watoa huduma binafsi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi mwaka 2025, wizara imetoa huduma za msingi za chakula, malazi, mavazi na matibabu, utoaji bima ya afya bila malipo, ambapo jumla ya wazee 1,256,544 wamepatiwa vitambulisho vya matibabu bila malipo pamoja na bima za afya. Aidha, serikali inaendelea kutoa huduma za matunzo kwa wazee katika makazi ya wazee 13 yanayomilikiwa na serikali, ambayo ni makazi ya wazee Kibirizi ipo Kigoma, Njoro yapo Kilimanjaro, Kola Ndoto yapo Shinyanga, Bukumbi yapo Mwanza, Ipuli yako Tabora, Funga yapo Morogoro, Mwanzage, Misufini haya yapo Tanga, Nunge ni hapa Dar es Salaam, Nyabange yako mkoani Mara, Kilima yako mkoani Kagera, Suka Mahela ni makazi yaliyopo mkoani Singida, na Magugu makazi yako Manyara, na yote haya yana jumla ya wazee 245, wa kiume 147, wa kike 98. Aidha, wizara imeendelea kufanya ufuatiliaji wa huduma kwa wazee 279 walio katika makazi ya wazee 16 yanayomilikiwa na taasisi binafsi, ambapo huko wanaume ni 118 na wanawake ni 161. Ndugu waandishi wa habari, serikali inatekeleza sera ya taifa ya wazee ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2024, ambapo pamoja na mambo mengine imeanzisha mabaraza ya wazee, ambayo ni majukwaa muhimu kwa ajili ya wazee kujadili mambo yao pamoja na kutoa maoni na ushauri katika masuala ya kijamii. Hadi kufikia mwaka 2025 tuna mabaraza ya wazee 20,768, sawa na 98% ya malengo ya mabaraza hayo. Idadi yake yameanzishwa kuanzia ngazi ya kijiji, ngazi za mitaa, kata, halmashauri, mikoa hadi taifa. Hivyo natoa wito kwa jamii kuyatumia mabaraza ya wazee
katika kurithisha jamii maarifa, mila na desturi chanya na maadili mema. Na hapa niseme mwelekeo wetu ni kuhakikisha mabaraza haya yanasimama, yanakuwa na sauti, yanaweza kuwakilisha wazee wengine katika maamuzi mbalimbali yanayofanywa na serikali kupitia sera ambayo nao wameshiriki vizuri sana kuitengeneza. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kusajili na kufanya ufuatiliaji wa makao ya watoto na vituo vya kulelea watoto wadogo mchana ambavyo hutoa huduma za ulinzi na usalama wa mtoto. Hadi kufikia Novemba 2025, jumla ya makao ya watoto 404 na vituo vya kulelea watoto wadogo mchana yani daycare centers 4595 vimesajiliwa. Nichukue fursa hii kuhamasisha jamii kuanzisha kusajili na kutumia vituo vya kulelea watoto wadogo mchana daycare centers kwa ajili ya huduma za uchangamshi na malezi ya watoto. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kutoa huduma ya malezi ya kambo na kuasili kwa ajili ya watoto waliokosa malezi katika ngazi ya familia kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vifo vya wazazi, watoto ambao wametelekezwa na wazazi wao, na tunaona wengine wanatupa watoto. Takwimu zinaonyesha huduma za malezi ya kambo na kuasili zimeongezeka kutoka watoto 85 mwaka 2022 hadi kufikia watoto 562, wavulana 279 na wasichana 283 mwaka 2025. Hivyo natoa wito kwa familia zenye uhitaji wa kutoa huduma ya malezi ya kambo na kuasili kuwasilisha maombi yao kwa kamishna wa ustawi wa jamii kupitia halmashauri zao. Na hapa nisisitize, wakati wengine wanatelekeza watoto, wakati wengine wanapanga kutupa watoto, wakati wengine hawataki kujihusisha na masuala ya watoto na Mungu kawapa neema ya kupata watoto, wakumbuke kwamba kuna wengine wanahitaji hao watoto. Isiwe kawaida na isiwe sawa kutelekeza kutupa watoto wakati tunapata maombi ya watu wanaohitaji kulea watoto. Hivyo tutumie halmashauri zetu, ofisi za maafisa ustawi wa jamii wetu kama watoto hao wana changamoto, ili taratibu za kisheria zifuate, waweze kuwa katika mikono salama ya malezi mbadala. Ndugu waandishi wa habari, serikali imeendelea na jitihada za kuimarisha taasisi ya familia na ndoa, ambapo wizara imeandaa mwongozo wa taifa wa uendeshaji, usimamizi na uratibu wa mabaraza ya usuluhishi wa migogoro ya ndoa mwaka 2023. Kupitia mwongozo huo, migogoro ya ndoa iliyotatuliwa imeongezeka kutoka migogoro 12,068 kwa mwaka 2022 hadi migogoro 100,464 kufikia Juni 2025. Mnaweza mkaona kazi kubwa inayofanywa na wizara hii kupitia maafisa wa ustawi wa jamii wa kuleta utengamao wa familia. Na hii haina maana kwamba tunataka migogoro iendelee. Tunaomba watu waimalize migogoro yao kwa amani kupitia viongozi wa dini, wazazi, watu wenye hekima, lakini wakishindwa wasogee kwa wataalamu wetu ambao wanaweza wakashughulika na migogoro hii na kuimaliza, kwa sababu ndani yake kunaweza kukaa kuna mambo mengi yanayohitaji usaidizi wa mifumo mbalimbali ya kisekta ili ile migogoro iweze kuisha. Ndugu waandishi wa habari, utekelezaji wa kampeni za kijamii zinazolenga kuhamasisha ushiriki wa jamii katika kukabiliana na kupinga vitendo vya ukatili, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali hususan vikundi vya mashujaa wa maendeleo ya ustawi wa jamii, SMAUJATA, Sauti ya Watoto Tanzania, SAWATA, Malezi Bora Network na Lemachu vimeweza kuibuka. Maana yake tuna hazina kubwa ya jamii ya kizalendo kabisa ambayo inaunga mkono serikali katika kufikia malengo yake na ustawi wao wenyewe jamii. Na hivi ni vikundi ambavyo vilitokea baada ya kuundwa hii wizara. Maana yake waliipokea na kuibeba, kuiweka moyoni na kufanya nayo kazi. Kwa hiyo mafanikio yake hayawezi kutengwa na ushirikiano wa vikundi hivi, na bado tunabihitaji, tutaendelea navyo mbele. Vimeweza kuibua na kukemea na kutoa elimu kwa jamii kuhusu vitendo vya ukatili. Aidha, tangu kuanzishwa kwa kampeni hizo, jumla ya matukio 799 yameripotiwa na kushughulikiwa. Wizara imeendelea kuwajengea uwezo wataalamu wa sekta mbalimbali kuhusu masuala ya kukabiliana na vitendo vya ukatili, hususani polisi jamii 4542, wasimamizi wa mashauri ya watoto kujitolea 15255, wahudumu wa afya 10,534, maafisa ustawi wa jamii 1342,
walimu wa unasihi na malezi 13,636 na wasimamizi wa mashauri katika ngazi ya jamii 2,755. Kupitia sera ya taifa ya jinsia na maendeleo ya wanawake ya mwaka 2023, serikali ina jukumu la kuhakikisha ongezeko la wanawake katika uongozi na maamuzi kwenye nyanja zote, ikiwemo kushirikiana na vyama vya siasa, kuimarisha ushiriki wao katika siasa. Katika kufanya hivyo, serikali inahimiza vyama kuandaa sera za ndani zinazohakikisha nafasi za uongozi zinakuwa wazi kwa wanawake. Taratibu za uteuzi wa wagombea zinakuwa zisizo na ubaguzi, na kanuni za maadili ya kisiasa zinawalinda wanawake dhidi ya kauli au vitendo vya udhalilishaji. Serikali pia imeendelea kuweka mazingira wezeshi ya ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi, ikiwemo kuwajengea uwezo katika masuala ya uongozi. Hatua hizi zote zina lengo la kuongeza idadi ya wanawake wanaoshika nafasi za maamuzi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na mikakati ya kukuza usawa wa kijinsia nchini. Kwa mfano, kwa mwaka 2025, idadi ya wabunge wanawake imeongezeka kutoka 37.5 hadi kufikia 40.5. Ndugu waandishi wa habari, serikali inahamasisha uundaji na uhuishaji na uendeshaji wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ambayo yapo kuanzia ngazi ya vijiji, mtaa, kata, wilaya na mkoa. Na kipindi cha mwaka 2020 hadi kufikia 2025, jumla ya majukwaa 15,147 yameanzishwa na shabani kufikia majukwaa 20,748. Lengo la majukwaa haya ni kuongeza chachu kwa wanawake ya kujifunza masuala ya ujasiriamali, elimu ya fedha na uwekezaji, kutambua fursa, pamoja na kubadilishana uzoefu na mbinu za biashara. Vile vile, majukwaa hayo yanatumika kutoa elimu ya malezi bora kwa watoto na vijana, uzalendo, ili kuendeleza kuenzi amani na usalama wa taifa letu. Serikali kupitia wizara inayoiongoza inaendelea kutekeleza kikamilifu majukumu yake ya kusajili na kuratibu mashirika yasiyo ya kiserikali, kufuatilia na kutathmini shughuli na miradi yao, kuhakikisha uwajibikaji na uwazi katika matumizi ya rasilimali, pamoja na kusimamia uzingatiaji wa sheria na sera za taifa, ikiwemo sheria ya mashirika yasiyo ya kiserikali ya mwaka 2001 na mwongozo wa uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali wa mwaka 2023. Lengo ni kuhakikisha mashirika hayo yanachangia kwa dhati maendeleo ya jamii, utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 na kudumisha uwajibikaji wa kijamii. Hapa tunaona kwamba serikali inafanya kazi pamoja na wadau wa maendeleo. Katika eneo la uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, serikali imeendelea kuboresha huduma za usajili wa mashirika hayo ili kupata taarifa za mashirika husika na wadau kiganjani kupitia ramani ya kidigitali iliyomo ndani ya mfumo wa usajili. Tuna ramani ya kidigitali, yani unaingia www.nis.jamii.go.tz, unaingia kwenye uwanja wa mashirika yasiyo ya kiserikali nchini Tanzania. Vile vile, katika kuboresha utendaji wa mashirika haya, serikali imeanzisha dawati la uratibu wa shughuli zinazotekelezwa na mashirika yasiyo ya kiserikali ndani ya wizara za kisekta na sekta binafsi, mfano mabenki, ili kuimarisha uhusiano, ubia na utoaji wa huduma kwa wakati, na kuratibu majukwaa ya mashirika hayo, ambapo hukutanisha mashirika haya yasiyo ya kiserikali, serikali na wadau wengine ili kujadili utekelezaji wa vipaumbele na masuala mbalimbali ya maendeleo kwa ajili ya kuimarisha sekta ya mashirika haya. Katika hatua nyingine, kupitia miradi inayotekelezwa na mashirika hayo kwa mwaka 2024 pekee, jumla ya ajira 8,000 zimetengenezwa, hivyo kupunguza changamoto ya ajira kwa jamii. Napenda kutumia fursa hii kuyapongeza mashirika yote haya yaliyochangia upatikanaji wa ajira hizo. Serikali itaendelea kufanya kazi na mashirika haya na kuyatumia katika kutekeleza shughuli za maendeleo kwa ubia na serikali kwa kutumia mifumo mbalimbali ya mashirikiano, ikiwemo mfumo wa social contracting. Mfumo huo umeonyesha kuwa na manufaa zaidi kwa pande zote mbili kwa kunufaika na miradi inayotekelezwa na serikali kwa kutumia ujuzi na uzoefu wa mashirika, jambo ambalo linaenda sambamba na malengo ya dira ya maendeleo ya taifa 2050 ya kuimarisha uchumi wa wananchi. Ndugu waandishi wa habari, serikali kupitia mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, tunaita MTAKUWA fezi ya pili, hususan kuhusu mila na desturi,
imekuwa ikiendesha majadiliano ya mila na desturi kwenye jamii kwa lengo la kuelimisha na kuhamasisha jamii kubadili fikra na mitazamo hasi juu ya malezi na makuzi ya vijana ili kuwajengea vijana moyo wa uzalendo na kupenda nchi yao, ambapo jumla ya wasichana 8956 na wavulana 6994 wamefikiwa katika kipindi cha Julai hadi Septemba 2025. Majadiliano hayo yanafanyika nchi nzima kupitia wadau mbalimbali wa kupinga ukatili na maafisa maendeleo ya jamii waliopo ngazi ya mikoa na halmashauri za wilaya zote nchini. Unakuta vijana wetu wana maswali mengi ambayo yangewafanya wapambanue mambo, waelewe, waweze kuchukua hatua za maendeleo, wanakuwa hawafahamu. Kwa hiyo kupitia majadiliano haya tuna imani kwamba tutapokea maswali yao, maoni yao, tutajadili, watakuwa wanaelewa kwa undani mwelekeo wa taifa lao pamoja na mustakabali wa maendeleo yao na ustawi kwa ujumla. Ndugu wanahabari, vile vile serikali inatekeleza ajenda ya taifa ya kuwekeza katika afya ya maendeleo ya vijana balehe nchini, ambayo ajenda hii ilianza mwaka 2021 inakwenda mpaka mwaka 2025 na tutafanya tathmini mwaka 2026. Ajenda hiyo inahamasisha umuhimu wa huduma bora za afya na maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa vijana balehe nchini. Kupitia ajenda hiyo, napenda kutoa wito kwa vijana balehe kutambua hali ya afya zao, hasa kupima magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya ukimwi na magonjwa mengine na ya ngono, kwa kuwa yana athari kubwa katika ukuaji wao. Tukumbuke kuwa taifa ambalo jamii yake ina afya njema ndio watakaoweza kushiriki katika shughuli za uzalishaji na kuimarisha pato la taifa na kuweza kudumisha amani na umoja wa kitaifa. Katika kuhakikisha kuwa wananchi wanawezeshwa kiuchumi ili waweze kujiajiri na kujipatia kipato kupitia fursa zilizopo, serikali inafanya juhudi mbalimbali za uwezeshaji wananchi kiuchumi, ikiwemo kutoa mikopo yenye masharti nafuu kwa wafanya biashara ambao idadi kubwa ni vijana, ili kuwawezesha kuimarisha mitaji, kukuza biashara na kuongeza ushiriki wao katika shughuli za kiuchumi. Na hapa niseme, uwezeshaji huu unatekelezwa kwenye wizara hii kupitia benki ya NMB inayosimamia utoaji, usimamizi na urejeshaji wa mikopo yenye riba 7% tu. Na mikopo hii sio ya vikundi, ni ya mtu mmoja mmoja, mwanaume na mwanamke mwenye biashara yake ambayo imesajiliwa, biashara ndogo, kama wafano waendesha bodaboda, bajaji, hawa wachuzi wa vitu mbalimbali, bidhaa mbalimbali, washonaji, wasusi. Kama mimi hapa nimesuka mwenyewe, imependeza, ni msusi amenisuka, yuko kwenye kikundi chake cha ususi, anatakiwa afanyiwe usajili, apate kitambulisho cha mfanya biashara ndogo ndogo. Lakini wauza mboga mboga, mama lishe, baba lishe na wote wenye biashara ndogo ambayo pato lao kwa mwaka halizidi pato ghafi la milioni 4, hii programu inawahusu. Na hadi sasa tuna namba nzuri tu, wameshajisajili zaidi ya 100,000 na wameshapata mikopo. Hivyo nitumie jukwaa hili la leo kuweza kusema, wanaume mbona hawazingatiwi? Tunawazingatia. Serikali ya awamu ya 6 kipindi chake cha pili inawazingatia. Mbona ni vikundi tu, mimi hatuelewani mtaa mzima, niko peke yangu? Njoo ujisajili na biashara yako ndogo upate kitambulisho cha kidigitali. Kupitia mikopo hiyo, jumla ya wafanyabiashara ndogo ndogo 4870 wamenufaika na mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 9.9. Hivyo natoa rai kwa wafanyabiashara ndogo ndogo kujitokeza na kusajiliwa kwenye mfumo wa usajili, mfumo wa kidigitali Management Information System, Digital Management Information System, kupitia maafisa maendeleo ya jamii katika halmashauri zao. Na tayari nasema zaidi ya 100,000 wameshasajiliwa, na waliopata mikopo ni hao na fedha ni hizo, na zoezi linaendelea. Ndugu waandishi wa habari, serikali inaendelea kuratibu mfuko wa maendeleo ya wanawake, Women Development Fund, tunaitaga WDF kifupi, ambao hutoa mikopo kwa wanawake wajasiriamali, ambapo katika kipindi cha Julai hadi Novemba 2025 wanawake wajasiriamali 45 wamewezeshwa mikopo yenye thamani ya shilingi milioni 337.9. Hivyo natoa wito kwa wanawake wote wenye sifa kuchangamkia fursa hii kwa kuwasilisha maombi kwa maafisa maendeleo ya jamii waliopo katika halmashauri zao.
Hizi ni program zilizoko ndani ya wizara hii, lakini katika wizara zote ziko program mbalimbali. Na tuna baraza la uwezeshaji wananchi kiuchumi ambalo limesajili mifuko mbalimbali ya kuwawezesha wananchi kiuchumi, inakaribia mifuko 100. Lakini taarifa hizi sasa zinakuwa bahati mbaya tukizitoa watu wengi hawafuatilii. Sasa tumekuja na huu utaratibu wa majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Na haya mazungumzo tunayoyafanya niliyoyasema awali kuhusu mila na tamaduni zetu na maendeleo. Tunaomba sasa wanaotusikiliza waje huko. Pale ndo mahali pa kuuliza na kupata majibu na kutoa maoni. Ukikaa mbali na majukwaa haya ya elimu ambayo yametayarishwa na serikali, wewe hakika utakaa mbali na taarifa za uwezeshaji. Matokeo yake tunakuwa na watu wanaofahamu hizi taarifa ni wale wanaofuatilia. Wanakuwa wanafahamu sekta hii inasemaje, sekta hii inasemaje, unakuta yeye ni mnufaika zaidi. Lakini mwingine yuko mbali na ufuatiliaji wa taarifa hizi za serikali tunazozitoa, hakika hawezi kunufaika. Kwa hiyo kupitia kipindi hiki pamoja nanyi ndugu wanahabari, naomba mzipeleke taarifa hizi vizuri. Hatua ya kwanza ya mwanadamu kuweza kuendelea ni kutamani kuendelea. Hatua inayofuata ni kusikia. Kusikia na kuamini. Hatua inayofuata ni kukata shauri. Naanza kuchukua hatua zifuatazo. Hatua nyingine ukikwama ni kujua wapi ni ripoti, nani nimwambie, kwa nini mimi nimekwama. Mnyororo wa mawasiliano kati ya wananchi pamoja na serikali yao ndio unaosababisha mtu atoke pale alipokwama aweze kwenda mbele. Ndugu waandishi habari, kupitia sheria ya manunuzi ya umma, serikali imetoa fursa kwa makundi maalum kwa kuelekeza kuwa kila taasisi ya ununuzi wa umma itenge 30% ya bajeti yake ya ununuzi kwa makundi maalum ya vijana na wenye ulemavu, wanawake na wazee. Hapa napo tuna mafanikio mengi yanaonyesha wale waliojisajili rasmi kwenye mifumo inayohusu shughuli zao huwa wanaweza kupata hizi taarifa na kunufaika na hizi zabuni za manunuzi. Hawa ambao ni makundi maalum. Katika kufikia maendeleo jumuishi na endelevu kwa ustawi wa taifa letu, fikra na mitazamo chanya ni muhimu kwa mtu mmoja mmoja, vikundi na jamii kwa ujumla. Hivyo, wizara yangu inaendelea kuratibu program za mageuzi ya kifikra na mitazamo chanya kwa jamii, zinazolenga kutoa elimu na hamasa kwa jamii kuwa kitovu cha maendeleo. Hivyo nitumie fursa hii kuikumbusha jamii kuwa ni wajibu mwema kuwa wazalendo, kuzingatia maadili ya taifa letu, kulinda tunu za taifa, kufanya kazi kwa bidii na kulinda rasilimali za taifa na Watanzania wenzao wanaojishughulisha na uzalishaji. Nitoe wito kwa jamii kwa ujumla kushiriki katika shughuli za maendeleo, kutumia fursa za kiuchumi, kijamii, kiutamaduni, kisiasa zinazopatikana katika maeneo yao na kujishughulisha na shughuli halali za kiuchumi ili kujiongezea kipato. Na hii inaanza na kutamani, kufuatilia, kupata taarifa, kumiliki taarifa, kuchukua hatua. Na ukikwama hatua ujue nini ufanye ili uweze kukuamuliwa hapo ulipo. Inahitaji kusheheni taarifa wewe mwenyewe kama mwananchi. Bahati mbaya katika kufanya kazi kwangu kuna wananchi wengi hawana taarifa kwa sababu hawafuatilii. Lakini hizo taarifa sio kwamba hawana kabisa, wana taarifa zingine za vipaumbele vyao, lakini hawana taarifa za vipaumbele vya maendeleo. Hivyo jamani, naomba tupeleke ujumbe kwamba taarifa za vipaumbele vya maendeleo vinavyotolewa na serikali iwe ni wajibu wa kwanza kuzifikia, na tunazitoa katika njia zote za kisasa za kidigitali, taarifa za habari pamoja na mikutano na maelekezo mengi. Ndugu waandishi wa habari, amani ni msingi wa maendeleo na ustawi wa jamii. Hivyo kukosekana kwa amani kunasababisha athari hasi kwa makundi maalum yakiwemo wazee, wanawake na watoto. Athari hizo ni pamoja na kupotea na uharibifu wa mali na makazi, kuongezeka kwa watu wanaopata ulemavu, kutokea kwa vifo na magonjwa ya mlipuko, kuongezeka kwa vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa kijinsia, kuongezeka kwa msongo wa mawazo na kiwewe, na kukosekana kwa huduma muhimu za kijamii kama vile huduma za afya, maji safi na salama, usafiri, umeme na chakula. Hivyo hima tudumishe tunu za amani kwenye jamii yetu kama msingi wa maendeleo na ustawi wetu. Kwa kumalizia, napenda kuwafahamisha wananchi wote kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuwawezesha makundi maalum kiuchumi, kijamii, kiutamaduni na kisiasa, pamoja na kupambana na vitendo vyote vya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto,
Ushirikiano wa karibu kati ya serikali, vyombo vya habari na jamii kwa ujumla ni nguzo muhimu katika kufanikisha azma ya kujenga taifa lenye usawa, amani, maendeleo endelevu na jumuishi. Naomba pia niwajulishe kwamba katika kuhakikisha tunakwenda na kasi ya Mheshimiwa Rais katika awamu ya 6 kipindi hiki cha pili, ndani ya wizara wangu tumekubaliana watumishi wote na viongozi wote kwamba tutakwenda kufikisha huduma za wizara hii kwa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi, kama tulivyosema awali, kifupi kaza kazawa. Maana yake ni kwa vyovyote vile katika utoaji wetu huduma ni lazima ziwe za msingi wa kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Napenda kuwahamasisha wananchi kuendelea kutumia kituo cha huduma kwa wateja, call center mahususi tumekianzisha ili tufikiwe. Na kituo hiki lengo lake ni kutoa taarifa na kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu huduma zinazotolewa na wizara, na namba zake ziko 5 za kituo hicho. Naomba mzirekodi vizuri ziwafikie wananchi, sio kupiga tu, wanatuma na ujumbe, wanaacha na ushahidi, wanabaki nao. Wakija rufaa kwa waziri wanasema na ujumbe nilituma mimi sijajibiwa. Naanza 0766 400 168. Ya pili 0734 986503. Namba ya tatu 0769 608130. Namba inayofuata ya 4 026 21 60250. Na namba yenye WhatsApp simu janja 0774 112 233. Nimepiga hawapokei, labda simu zimekuwa nyingi, mwaga ujumbe, watakupigia, watajibu. Nina na picha za ushahidi mimi hapa, mambo yangu hata sielewi, wewe weka pale kwenye namba, watakufikia. Kwa sababu tumeungana sasa kutoka kwenye kituo hiki na maafisa wetu wa mikoa na wilaya mpaka kwenye kata, tutakufikia. Kaza kazawa, kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Makofi kwetu tafadhali. Namba 116, hii ni ya mashauri ya watoto tu, masaa 24. Mtoto kakatiliwa, imekuwa hivi, hata kama ni usiku wa manane, basi ukipiga watakupokea. Hizi zingine zinafanya kazi siku za kazi, saa za kazi. Na kwa shukuru sana ndugu mkurugenzi kwa haya mengi niliyosema. Naamini kwamba mchango wenu wanahabari ni mkubwa katika kuelimisha, kuhamasisha jamii na kufikisha ujumbe wetu kwenye jamii. Muendelee kuwa daraja la serikali na wananchi ili kwa pamoja tuweze kuwa na maendeleo na ustawi. Asanteni sana kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kaza kazawa, kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Asante Mheshimiwa. Naona sasa ni muda wetu wa kupokea maswali kutoka kwa wanahabari. Karibuni. Asante kwa nafasi. Jina langu ni Rajabu Msangi, natoka UFM Radio. Na maswali mawili kwa Mheshimiwa Waziri. Kwenye eneo la usajili wa makao ya watoto ambalo nimesema serikali inaendelea kutoa usajili, kuna mchango gani wa serikali kwenye vile yale makao ya watoto? Kwa sababu tunaamini kwenye makao ya watoto wanaishi watoto mbalimbali, watoto yatima, watoto wa mitaani ambao wameamua kuwekwa kwenye makao kwa ajili ya kulelewa, lakini kuna watoto ambao walizaliwa wakapelekwa kwenye makao kama hayo. Mnatoa mchango gani serikali kwenye vituo kama hivyo, tofauti na utaratibu wa wadau wengine kujitolea kwenda kwenye makao hayo? Swali langu la pili ni katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6, awamu ya kwanza ilipopita, kumekuwa na matukio mengi ya ukatili yakiripotiwa. Watoto wanafanywa ukatili wazazi wao, lakini mke kamuua mume, mume kamuua mke na vitu kama hivyo.
kwenye mkakati wa serikali ya awamu ya 6 kipindi hiki cha pili, kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wanawake na Makundi Maalum, mna mpango gani wa kuhakikisha kwamba haya hayajirudii? Lakini je, yale ambayo mmekuwa mkichukua hatua zikichukuliwa, watuhumiwa na kamatwa, lakini bado matukio yanatokea, kwenye utafiti wenu mmebaini nini changamoto? Asante. Asante. Kwa jina naitwa John Bukuku kutoka fushangublog.co.tz. Nilikuwa na maswali mawili. Lakini kabla maswali yangu mawili, kwanza nikupongeze Mheshimiwa Waziri. Kuna message yako moja nilisoma ukimjibu mtu ili nichekesha na kufurahisha. Nikasema kweli unafanya kazi. Alikuwa anasema kwamba amemsomesha mtu alafu baadaye akamkataa, ukamwambia umekosea masharti. Kwa hiyo nilicheka, lakini pia ikaniburudisha. Lakini nikaelewa pia kwamba umefanya kazi yako vizuri. Swali langu la kwanza, katika uratibu wa haya mashirika yanayofanya kazi na serikali kwenye jamii, hivi karibuni kumeonekana kiongozi mmoja wa dini huko Mara akilalamika kwamba maadili yamebadilika sana. Watu wanaonekana na familia zao na nini, wanaona heshima zao, lakini usiku wanabadilika, wanakuwa wengine kabisa, unakuta kumbe na yeye ameolewa. Sasa kwenye kufuatilia haya mashirika, na shida zaidi iko kwenye hawa watoto kwenye vituo vya kulelea watoto na labda na shule hizi za watoto wadogo. Serikali inafuatilia kwa kiwango gani kujua kwamba haya mashirika yanafanya kazi yake inavyotakiwa, hayapandikizi zile tabia za ajabu ajabu ambazo zinaanza kuibukia sana sasa hivi? Lakini jambo la pili nitaka kuuliza ni kwamba katika hii mikopo ambayo mnasema kwamba imeanzishwa na ambayo watu wote wanaweza kusajili biashara zao wakakopa, changamoto tunayoiona ni umesema kwamba wanatakiwa wasajili kwenye mifumo, kwenye mitandao. Lakini sasa ukienda vijijini huku utakuta sana wanatumia simu, hata kama na simu janja sio wengi, wengine wana visoswadu vile, lakini anaweza kutumia kile kama inakuja message ya kawaida, lakini sio kwenye mifumo kama website na nini, vitu kama hivyo. Sasa sijui mtarahisisha vipi ili vijana wote waweze kufaidika na hii mikopo na kuhakikisha mnaelimisha ili waweze kupata hii mikopo. Asante. Karibu. Kwa kifupi Kwa majina naitwa Rebeka Mbembela, mwandishi wa Azam TV. Mheshimiwa Waziri, swali langu linajielekeza kwenye matukio ya watoto kujinyonga. Ningetamani kufahamu pengine kuna utafiti ambao umefanya kujua ukubwa wa tatizo ukoje na takwimu sahihi ni zipi, lakini pia ni hatua zipi ambazo wizara inazichukua na mikakati iliyopo kwa sasa? Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa taarifa hii. Mimi kwa jina naitwa Ali Mayala, ni mwandishi wa habari wa Daily News. Swali langu la kwanza ni kwenye upande wa malengo, kwa maana ya target, kuhusiana na uwezeshaji kimkopo. Je, malengo ni kutoa shilingi ngapi sasa kwa Watanzania wangapi ifikapo mwaka 2050? Swali langu la pili ni kwenye upande wa monetary, kwamba kama tunavyojua kwamba uwezeshaji ambao ni successful lazima kuhakikisha kwamba yule unayemwezesha ana skills ili kuhakikisha kwamba kila anachokifanya kiweze kuleta tija. Je, wizara sasa inafanya nini kuhakikisha kwamba hao wanufaika wa uwezeshaji wanakuwa na maarifa ili kuhakikisha kwamba pesa wanaoipata inaleta tija na faida? Lakini pia swali langu la pili, la tatu ni kwenye upande wa kisekta. Kama tunavyojua kwamba Watanzania zaidi ya 60% ni wakulima, wapo vijijini. Je, mnawafikia kwa namna gani na mnawawezeshaji kwa namna gani kikilimo ili kuhakikisha kwamba wanakuwa na zile commercial skill ili kuharness hizo opportunity na kupata faida? Swali langu la mwisho ni kwenye upande wa teknolojia. Kama tunavyojua kwamba Tanzania, kama ilivyo kwenye nchi zingine za Afrika, bado kuna digital gap. Sawa, tunaongelea gender equality and whatever, but tukija kwenye upande wa digital gap, sasa mnafanyaje kuhakikisha kwamba mna enhance digital inclusion kwa watoto wa kike na watoto wa kiume, kuhakikisha kwamba kuna digital equality, lakini pia wana monetize hiyo digital space ili kuhakikisha kwamba hatutumii tu mitandao kwa njia kwa maana ya kupashana habari, lakini pia tunaitumia kwa faida na kwa tija ili kuendelea kiuchumi. Asante sana.
Mheshimiwa Waziri, naomba tujibu kwanza maswali haya. Tutaendelea kupokea maswali mengine baada ya majibu. Karibu. Asante. Kutoka kwa Msangi ameulizia kuhusu usajili wa makao ya watoto, tuna mchango gani, na matukio mengi ya ukatili kuna mpango gani kuwa hayajirudii? Mkurugenzi, anaweza kaanza mtaalamu afu nikamalizia. Naomba ujibu yale unayoyajibu alafu mwisho atakuja kumalizia. Aha. Karibu. Naomba niseme kuhusu usajili wa makao ya watoto nchini na mchango wao. Kwanza niseme kwamba utendaji wa serikali yetu ni shirikishi, na ushirikishi huo una aina nyingi. Sio tu kwamba tukishirikiana mimi lazima labda nikupe fedha ndio uone kwamba nimekuwezesha. Tuna mambo mengi ambayo tunayafanya pamoja, na tunaandaa miongozo inayompa nafuu yule mtu anayekuja kushirikiana nasi kufanya shughuli hiyo, ili asiwe na mzigo mkubwa zaidi. Unaweza ukawa ushirikiano na uwezeshaji ni kwa njia ya mafunzo, semina mbalimbali tunazowapa. Inaweza ikawa ushirikishaji au msaada huo tunaopeana ni kwa njia ya wataalamu ambao tunawawekeza huko waweze kufanya hiyo kazi pamoja na sisi, au kuna jambo ambalo wewe ungehitaji uwe na fedha au taaluma fulani kulifanya, unalipeleka rufaa serikalini. Kwa hiyo niseme kwamba hatujafikia ile hatua kwamba moja kwa moja tunapeleka fedha kwenye maeneo yote, lakini tunazipeleka kwa namna nyingine ili kupunguza makali ya mtoa huduma yule kuifanya hilo kazi. Ataieleza zaidi katibu mkuu kupitia mtaalamu wake. Lakini matukio mengi ya ukatili kuna mpango gani kuwa hayajirudii? Mpango tulionao ni sisi na jamii tushirikiane, matukio haya ya ukatili yasijirudie. Mengi yanatokana na migogoro ya kiuchumi. Ili kuweza kulifanyia kazi swala la kiuchumi lisiwe kisababishi, tuna program za uwezeshaji wananchi kiuchumi, achilia mbali wanawake, vijana na wenye ulemavu. Changamoto iliyopo sasa ni Watanzania wangapi tunasikilizana katika kufikia huo uwezeshaji. Na ndio maana hapa tunakuja na mikakati ya majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi. Yanaanzia huko chini. Yanaanzaje? Watu waingie kwenye vikundi. Kuna watu wanapenda kutafuta fursa za maendeleo wakiwa peke yao. Hutaweza kufanikiwa kwenye dunia ya leo. Tunataka watu wakae kwenye vikundi. Kwenye vikundi wakikaa, watu wanawaza tu nikifika pale kwenye kikundi tayari napata hela. Hela zinafuata baada ya kuwa kwenye kikundi, ukapata taarifa, ukapata elimu, ukapata mafunzo, mkabadilishana uzoefu. Ukisha toka pale, ile elimu inakuambia na mtandao wa fursa zote. Na fursa hizi ndugu zangu hazipo tu kwamba 10% mikopo ya halmashauri au mkopo aliosema Dr. Gwajima hapa 7%. La hasha. Tuna mpaka mabenki yanayotoa mikopo nafuu kwa makundi maalum mpaka 1%, mpaka 2%. Sasa mtu huyu yuko bize, asubuhi kaamka kwenda kwenye kutafuta, karudi jioni kaenda kusikiliza sijui burudani gani, kikundi kimeshakaa, hajai kwenda hata siku moja. Anayapataje haya mambo? Yanampita. Lakini ukiwa kwenye kikundi cha maendeleo, elimu tunayoitoa pale, yani wewe lazima utoke, na kama hutoki lazima sisi tujue kwa nini huyu hatoki. Na pale ndipo tunapokuandaa. Kwa hiyo matukio ya ukatili yasababishwayo na sababu za kiuchumi yanajibu kama hilo. Lakini kuna shida gani nyingine pia kwenye ukatili? Kuna imani na mila potofu na sheria kandamizi. Tumesema hapa kwenye taarifa yangu, tuna mwongozo wa majadiliano kuhusu mila na tamaduni zetu. Yaani kuna watu kule wapo kimkakati, walirithi, wamebeba, wanaenda na hizo dhana ambazo ni katili kwa watu wengine. Wewe mtoto anamaliza darasa la 7, kavunja ungo, unataka ukamuoze. Kama sio kumkatili uko nini? Kila siku napata message hapa, kafungiwa, anataka kuozwa kwa nguvu.
wewe ndio unaweka msingi wa ukatili, kwa sababu unataka upate mirathi. Yule hana ridhaa na hayo mambo, wewe unamlazimisha. Akifika kule, akifika miaka 18 akili zake anajitambua, 15 miaka 20 anaanza kuona kwamba huyu niliyeozwa sio sampuli yangu, watu wendani kabisa. Alafu kinachotokea nini hapo? Ukaidi, masikilizano hamna, kujibizana, kwanza nililazimishwa, ngumi, ukatili. Kwa hiyo ni jambo linalohusu jamii nzima kuelewa kwamba mila na desturi tulizozirithi sio lazima ziende kwenye vizazi vyote. Lazima tufike tuangalie, tuseme tumefika hapa, tuende vipi, na mambo mengi kama hayo. Lakini matukio mengi ya ukatili, wewe mtoto amefiwa na babake na mamake, amekuwa yatima, nyinyi jamii nzima pale mnakaa mnaona anadhulumiwa mali na ndugu zake wengine, nyinyi mmenyamaza, hamsemi. Hivi si anakuwa katili? Akitoka hapo mtoto yule hana malezi, haendi kanisani, haendi msikitini, anajazwa mambo ya ovyo kichwani, anakimbia, anakwenda mtaani. Akienda mtaani kakatiliwa, kapata mimba, anatumia dawa za kulevya, akirudi kule jambazi anawaibieni na nyinyi, anabaka watu, ni ukatili. Kwa hiyo sio swala la wizara peke yake, mkakati ni pamoja na sisi wote. Tunafanyaje? Umeliona jambo baya lina mwelekeo wa kukatili, tumeweka mifumo ya wewe kutoa taarifa mapema tuweze kuwafikia. Serikali za mtaa ziko hapo, viongozi wa serikali ya kata wako hapo, waheshimiwa madiwani wako hapo na wabunge wa wakilishi. Tuna mkurugenzi wa halmashauri, tuna mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa. Tuna namba zimetangazwa zote, zinapokea hata simu ndogo hizi, nasema simu hizi zisio janja. Unatuma message ili sisi mara moja tuwasiliane kidigitali, tumfikie ule mtu katili. Watu wanakaa wanatazama, mimi sitaki kusema nitaonekanaje, mimi sijui nitafanywaje, mimi bwana mambo sitaki. Mwishowe ukatili umetokea. Tunaanza sasa kuwasiliana na kusambaza matukio. Tusambaze taarifa za dalili za kutokea kwa ukatili kwenye maeneo tulipo. Kupitia ngazi hizo tutaweza kudhibiti. Kwa hiyo mkakati ni mpana kuliko wa serikali au wizara peke yake. Johnny Bukuku, Fulshangwe, uratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali, maadili yamebadilika. Usiku mwanamke, mchana mwanaume. Mchana mwanaume, usiku mwanamke. Imeeleweka. Tuna mkakati gani wa ufuatiliaji? Mikakati ni pamoja na jamii yote. Tumetengeneza mwongozo wa kufuatilia mashirika yasiyo ya kiserikali, ambapo mpaka kule kwenye kata, kwenye serikali ya mitaa tuna wataalamu. Kama afisa maendeleo ya jamii hayupo, yupo kwenye ngazi ya kata. Kama hayupo, yuko ngazi ya halmashauri. Tuna vikao vya serikali za mitaa, vinatakiwa kuzungumza hiyo changamoto hapo. Kwanza iingie kwenye ajenda, iwe ni ajenda ya serikali, sio ajenda ya waziri wa maendeleo ya jamii wala wizara ya maendeleo ya jamii. Unakuta wamekaa mwaka mzima, hiyo sio ajenda. Kila mtu anaona mtoto wangu nikimtaja hapa ni mwanangu, anakumbatia yeye, anakumbatia yeye. Anajua kwamba mwanae usiku ni mwanaume, mchana mwanamke na kinyume chake, lakini hataki kuyasema hayo. Lakini mtoto huyo akiumwa malaria, anakwenda kusema mwanangu ana malaria, anatibiwa. Hilo ni tatizo ambalo inabidi tuliseme, lijulikane na tulikatae. Tusilikatalie huku ngazi ya wizara na ngazi ya bunge, tukatae kuanzia ngazi ya familia, ili ile iwe ni ajenda ya kumfanyia counseling yule mtu. Lakini kwenye kata kuna WDC, ni baraza la maendeleo la waheshimiwa madiwani, na mheshimiwa diwani mwenye jimbo ndio mwenyekiti pale. Wanakuja wataalamu wote na hizo NGO zote. Tumetoa maelekezo, lazima pale sasa mambo haya yaibuliwe, yasemwe. Na afisa maendeleo ya jamii na afisa ustawi wa jamii na afisa utamaduni, yuko mtaalamu wa tamaduni zetu, yuko wizara hii ambayo tuko hapa kwa msemaji mkuu wa serikali, wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo. Wale wapewe kazi sasa ya kuzungumza kuhusu mila na tamaduni zetu kwenye vikao hivi vya WDC. WDC ikishapitisha ajenda pale, na wanasheria wetu wako pale, kwa sababu kuna mambo ni kinyume na sheria, inabebwa ile ajenda sasa, inapelekwa kwenye kwa mkurugenzi wa halmashauri kwamba WDC zetu kwenye kata zimezungumza haya. Mkurugenzi anawataka sasa wataalamu wake watoe majibu, kama ni mikakati ya elimu, miongozo ipo, waweke mikakati ya elimu. Kisha wanakwenda kwenye kamati za baraza la madiwani. Kuna kamati ya maendeleo ya jamii pia iko huko, wanayazungumza, wanaweka msimamo wa halmashauri, kama ni kuongeza elimu, kuongeza mikutano, kuongeza semina, kuongeza washa na vitu kama hivyo.
Kama kuna NGO ambayo inachochea mambo kinyume na maadili, inakuwa imeshadakwa hapo tayari, sasa inaingizwa kwenye mfumo wa uwajibikaji. Na bahati nzuri nguvu za kusajili na kufuta usajili tumezipeleka huko kwa halmashauri. Baada ya hapo wanakwenda kwenye full council. Full council ni baraza la madiwani. Wakiweka azimio lao kwamba hii NGO inatusumbua, imethibitika, imeundiwa ufuatiliaji, inafutwa. Huku tunapata hesabu tu makao makuu. Sasa kuna maeneo wanafanya vizuri. Kwa mfano tuliona Tabora walifanya vizuri, walikamata NGO moja ambayo ilikuwa inaingiza vitabu ambavyo vilikuwa vieleweki. Lakini Moshi tulipata mkuu wa wilaya ya Moshi Mwanga naye alichukua uwajibikaji. Sasa mifumo iko vizuri, sasa ni uwajibikaji wa baadhi ya watu walioko huko waliopewa dhamana zao, lakini ni uwajibikaji wa wananchi pia. Wananchi wasifumbie macho, kwa sababu utakapofumba macho, mimi nakwenda mahakamani, natoka ushahidi ukatolewe, wa kwanza kutoa ni baba na mama na ndugu na jamaa wanaomzunguka pale, wamekaa kimya. Kumbe mtoto wao usiku, mchana, asubuhi bibi mwanamke. Hii sio sawa. Hili ni swala la ulinzi wa mila na tamaduni zetu. Mtu anayekuja anapewa usajili, anaweza akawa mwema, akaenda kule akabadilika. Mfumo wa kidigitali uko viganjani mwenu, tushirikiane wote. Na washukuru wanahabari kupitia Wizara ya Habari. Wamekuwa mstari wa mbele sana. Wakiona kitu wanapiga kelele, wanatoa taarifa. Tunachukua hatua. Lakini tusiwaachie wanahabari peke yao. Wananchi tubebe wajibu, kwa sababu mawasiliano tumetoa, tupeane taarifa, tulinde taifa letu kwa pamoja. Umeongelea kuhusu mikopo, usajili, network vijijini. Network vijijini sehemu kubwa sana, niwaambie ndugu zangu, inafika. Na hata pale isipofika, maafisa maendeleo ya jamii walioko ngazi ya kata wamewezeshwa vishikwambi. Tatizo ni amka, ndugu mwananchi. Fika kwenye serikali ya mtaa, sema nina biashara yangu hii, ninataka nisajiliwe na huyo afisa biashara, na huyo afisa maendeleo ya jamii, na huyo afisa tehama. Kupitia taarifa hizo kufika hapo, mimi sina hiyo simu janja. Wale huwa wanafuatilia, leo tuko wapi, tunakwenda kusajili, wanakuja hapo, wanasajili, wanazunguka. Ndio utaratibu waliopewa. Sasa swala moja, taarifa kufika na mtu kufanya uamuzi. Ninasema kwamba tuna waliosajiliwa zaidi ya 100,000 na wako vijijini huko pembezoni. Amka na wewe ndugu mwananchi, chukua hatua. Utakapokwama, toa taarifa ili tujue nani huyo anayekwamisha. Maana na wakwamishaji mmoja huwa waishi katika kila sekta, katika kila sehemu, hata kwenye familia zetu. Lakini kwa kuwasiliana tutaweza kuwafikia na kuhakikisha wanafanya kazi yao vile ambavyo tumewaelekeza. Rebecca Azam, watoto kujinyonga, data na hatua, atanisaidia kamishna baadaye. Lakini niseme matukio watoto kujinyonga, kwanza tuweze kujua dalili za mtoto anayeelekea kuchukua maamuzi magumu haraka kabla hajachukua hayo maamuzi magumu. Haya ni masuala ya malezi na makuzi. Ndio hiyo program tulioisema. Mawasiliano ndani ya jamii zetu yakoje na watoto wetu? Baba unaamka saa 10 usiku kwenda kwenye kibarua, mama anaamka saa 11 tunarudi saa 6, watoto wamelala. Wanakutwa na madhila gani? Nani anayeongea nao? Tunatenga siku ngapi kwa wiki, kwa mwezi kuongea na watoto wetu, tujue yanayowasibu. Watoto wanapata hasira, hawajui wa kumwambia. Niliona mmoja kajinyonga, kakosa gauni la Christmas. Sasa kama gauni la Christmas ni shughuli huko lilikotokea hilo tukio, watoto wanaelewa uwezo wa mzazi, au mzazi wanamwona tu anajivinjari kule, anaburudika, alafu hajali hawa. Tunawajengaje watoto wetu kwenye saikolojia ya kwamba maisha yetu ni haya, tutafanya hivi? Wanasema wanasayansi, mtoto umleavyo kwenye kipindi chake cha umri wa miaka 0 mpaka miaka 5 na maximum miaka 8 ni kipindi unaposimika ubongo wake uweze kukuamini wewe na kukusikiliza wewe, kwa sababu ubongo unakuwa umekuwa kwa 90%. Ukija kupambana na mtoto ameshafika miaka 12, 13, huku nyuma hukuwekeza, anaingiziwa vitu na ulimwengu tofauti na mwelekeo wako wewe, wala hata kusikiliza. Kwa hiyo ninaomba tuwekeze kwenye malezi na makuzi. Neno nilitumia bond. Tuna bondi vipi na watoto? Akikerwa sana atakwambia.
Mabaya na mazuri utamwambia. Tunaenda nao misikitini, tunaenda nao makanisani, lini? Wakirudi nyumbani tunasali nao. Haya ni mambo ya malezi na makuzi. Wako watoto ambao wana tabia ngumu, na wako watoto ambao wamezaliwa wana shida ya afya ya akili. Unapoona changamoto kama hizo, mtoto akusikiliza, kuelewi, mtoto ni mtukutu, unarudi sasa kwenda kutafuta huduma za kitaalamu kupitia maafisa ustawi wa jamii. Namba tumezitoa, ofisi zao ziko huko. Bwana mimi amenichosha, anafanana na mama yake na bibi yake na babu yake na shangazi yake, ondoka kwangu. Unamfukuza aende wapi? Yule ana vitu, anatakiwa asaidiwe. Tuna mashule ya marekebisho ya tabia za watoto, tuna mahabusu za watoto ambazo sio kwamba tunakwenda kuwafunga, tunawafunga kifungo cha mafunzo na malezi na makuzi. Wanatoka wazuri kabisa, wanasimulia vitu kule ndani mpaka unashangaa. Una baba ni naye, una mama ni naye, asikilizwi. Kwa hiyo anatengeneza kitu cha yeye mwenyewe kujilea kwa akili zake zinavyomtuma. Hili ni swala la malezi na makuzi. Ninaomba kipindi hiki cha pili cha serikali ya awamu ya 6 tulivalie njuga, kila mzazi aweze kujua dalili ambazo sio za ustawi za mtoto wake na kutoa taarifa ili tumsaidie kitaalamu kama hatua alizozichukua imeshindikana. Mayala Daily News. Target ifikapo 2050 Watanzania wangapi? Swali zuri sana. Target yetu ni ya ujumla. Watu wote wanaoendelea kuzaliwa wanafikisha miaka 18 na kuendelea, wamekuwa watu wazima, wanaingia kwenye biashara ndogo ndogo, wanapaswa kusajiliwa. Wakisajiliwa, biashara zao zile zinafanywa tathmini, ina mwelekeo mzuri, anapata mkopo, mtaji, anasonga mbele. Huyu amesajiliwa, mwelekeo wake sio mzuri, anapata mafunzo, anapata weledi, anafikia vigezo, anapewa mtaji, anaendelea. Kwa hiyo ni program ya maisha ya Watanzania. Na nimshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alivyoona ukubwa wa tatizo hili, akaona kwamba aanzishe wizara ya vijana moja kwa moja iwe pale. Kazi yake ni kuangalia hatima ya kijana. Ukishafika ujana, anafikaje, anatokaje, anaendelea kuwa mtu mzima. Kwa hiyo target ni target ya taifa la wote wanaoitwa vijana, sio kwamba itakufa bali inaendelea kuboreshwa. Skills za walengwa ambao wako kwenye biashara, na tuna program za mafunzo. Kwa mfano, sisi kwenye program yetu walipata tenda NMB. Hasa NMB wanapokwenda kule kwa vijana site kufanya tathmini na kuona kwamba huyu amesajiliwa, anaomba mkopo, hali ikoje, anakosa nini, na mafunzo yanatokea huko chini ya afisa maendeleo ya jamii pamoja na maafisa wengine biashara na tehama, ili vigezo viweze kutimia. Lakini program ya 10% inayotolewa na halmashauri kutoka mapato ya ndani ndio kabisa kwa mujibu wa sheria, lazima ufikishe vile vigezo kupitia mafunzo kabisa ya wiki kadhaa ili uweze kupewa cheti cha kufuzu kwenda kupata mkopo. Kwa hiyo tunaboresha hizi program. Lengo ni kwamba mitaji isiwe unatafuta kama vile unatafuta nyau mweusi usiku wa manane, uwezi kumuona. Iwe ni kitu kinachojulikana, kinafahamika, na miongozo yao ipo. Watu wanafikia kule, wanashindwa wao kutokana na vigezo, na wanapewa muda wa kuvifikia vile vigezo. 60% ya wakulima nchi hii tunawafikiaje na kuwapa mafundisho? Ndio hayo mambo tunayoyasema. Tuna majukwaa mbalimbali yanayotoa wito watu waingie kwenye vikundi. Vikundi manake ni safari ya kwanza kujengwa kufikia lile kusudi ulilolifikia. Ni rahisi kumwambia mtu nenda pale kachukue mkopo, lakini akirudi anakuja kufanya nini na ule mkopo? Haelewi masoko yako wapi, haelewi ubora wa biashara anaoifanya ukoje, ili atambulike kwenye masoko, haelewi anahitaji nini. Kwa hiyo wito wangu kwa Watanzania, tunaposema tuna vikundi au tuna majukwaa fulani ya maendeleo, tupate muda tuende. Na sasa kwa msaada wa kidigitali tunaenda kuyaweka haya majukwaa kwenye digital platforms. Tunataka kwanza, utajiri wa kwanza uwe ni taarifa ulizonazo wewe, zikuwezeshe kutoka kwenye hatua hiyo. Unapokwama kwenye hatua hiyo, tunataka bahari ya mtandao wa mawasiliano uwe unayo, utuambie umekwama wapi. Na ndio maana mimi kwenye Instagram yangu hapa na mitandao yangu ya kijamii, mtu anakuja na story ndefu, naambia sitaki story. Wewe niambie ulikuwa wapi, umeishia wapi, mimi nianzie ulipoishia. Wote wanakimbia. Sasa nabaki na story,
sina ule uhalisia, kwa sababu ukitupa ule uhalisia, sisi tumeunganishwa na watu wote huko chini. Naomba faili la huyu alikuja lini. Kwa hiyo wananchi, na waomba sana tuje kwenye majukwaa ya elimu, tupate elimu, ikiwemo hawa ndugu zetu wakulima. Tuna BBT zinafanya kazi kule, lakini tuna majukwaa mbalimbali ya vikundi vya kilimo kule, na lengo ni nini? Wakiwa kwenye hayo vikundi vyao wakapata hizo taarifa, unaweza utakajua kwamba vikundi 20 30 vinaweza kuunga SACCOS, lakini benki gani ya kilimo ipo, ina fursa gani, wanakuwa wanajua. Mwisho wa siku ile benki inakuja kukaa nao, sasa yanaanza yale mafunzo ya kiufundi. Sasa tuna watu wengi wako nje ya mfumo, hata wa kuwafikia tu hawako kwenye vikundi. Hasa utamfikia Mtanzania moja moja utaweza? Ndugu wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, angependa kwamba tuwe kwenye zile forums ambazo ni rahisi kuwafikishia elimu, ili ukishapata elimu tunapanga mikakati ya kwenda mbele pamoja. Na hili kwa wizara hii inayoisimamia tunalifanya vema kwenye jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Teknolojia, digital gap, digital inclusion, government kuenhance, tunafanyaje? Utakumbuka kwenye sekta ya elimu tuna zile shule za kisayansi, za masomo ya sayansi STEM, zinajengwa na nyingine zimekamilika kwenye mikoa yote 26. Lengo ni kuhakikisha kwamba watoto wa kike wanachukua masomo ya sayansi, na huko ndio wanakutana na mbinu hizi za ulimwengu wa kidigitali, katika kuwatoa kwenye fikra za kale kuja kwenye fikra mpya za kuufikia ulimwengu huu wa kidigitali. Lakini wananchi kama wananchi wengine ambao sio sasa wanafunzi sasa hivi, haya majukwaa haya tunayoyaanzisha ya uwezeshaji wanawake kiuchumi, moja wapo ya component ni hayo masuala ya kidigitali. Tulikuwa na majumba ya maendeleo hapo zamani za kale, majumba ya maendeleo ya wanawake, maeneo kabisa makubwa, lakini kadri tulivyokwenda yalipoteza matumizi yake. Tunakwenda kuyarudisha ili pale iwe ni center za mafunzo kwa wale wanawake wote wanaotaka kujifunza ujasiriamali. Kwamba uwezo kwa mjasiriamali hata ujui tu nchi jirani pale viazi unavyovilima vinachukuliwa kwa kilo ngapi, lazima waingie huko. Kwa hiyo program moja wapo tutakaoifanya kwenye wizara hiyo ni hii, majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ndio, lakini anawezeshwa nini? Ni pamoja na digital element, waweze kujua kwamba kwenye jukwaa pale nikienda kwenye ile center kuna kompyuta kabisa pale ipo. Nikitaka kuangalia mahindi nayo yalima nchi jirani anauzwaje, niingie kwenye mtandao wa wizara gani, niunganishwe, au mimi mwenyewe moja kwa moja niunganishwe, niyajue yale masoko. Kwa hiyo tutakuwa na maafisa biashara wako pale, maafisa kilimo, maafisa mifugo, maafisa wote madini kwenye hili jukwaa, kwa sababu ni agenda sector. Kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewakomboa wanawake, sio tu kwenye kupata taarifa, na wao wenyewe kujipatia taarifa nyakati zote za mienendo ya biashara yao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazawa, kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Makofi tafadhali. Kuna maswali au nimemaliza? Nimeupiga mwingi, sijaupiga? Kuna mtu aongeze hapo, watakuja kuharibu. Aongeze. Kazi na utu. Tunasonga mbele. Mwongozo. Naomba anayekuja kuongeza majibu, karibu. Au mlikuwa na maswali mengine? Aha. Basi ngoja katibu mkuu aongeze, atoe majibu, alafu tutapokea maswali mengine kwa watu wawili zaidi. Asante Mheshimiwa Waziri. Kazi kazawa. Kazawa. Zaidi, karibu zaidi na wananchi. Sasa taongeza mambo machache. Labda nianze ndio la mwisho la digital gap. Nadhani kwa Bwana Ali alisema kwamba tunafanya nini kama serikali kuziba ile gap iliyopo kwenye ujuzi wa teknolojia. Moja, Mheshimiwa Waziri amesema hapa, wizara yetu ya elimu inafanya kazi kubwa sana, amefanya maboresho ya mitaala, na swala la taaluma za TEHAMA ICT ni mojawapo ya taaluma ambazo zinatolewa na zinatiliwa mkazo. Lakini pia wizara yetu inahusika na masuala ya teknolojia hizi za TEHAMA, na yenyewe ina jitihada mbalimbali, na jitihada hizi ni pamoja ni zile ambazo zinachukuliwa na tume ya TEHAMA. Lakini kwa maana ya wizara yetu
jitihada kadhaa tunazifanya. Mheshimiwa Waziri alizungumza hapa, tuna vyuo 8 vya maendeleo ya jamii. Vyuo vyote hivi vimeanzisha kitu ambacho tunaita Digital Innovation Hub. Vyuo vyetu hivi vimeanzisha hizo Digital Innovation Hub, tuseme vituo vya ubunifu vya kidijitali. Na vituo hivi vya ubunifu vya kidijitali, mwananchi yeyote anaweza akaenda pale. Ukienda pale utapewa nafasi, chumba kama hichi hapa, lakini umepewa mambo yote ambayo unayahitaji, kama ni kompyuta, kama ni chochote kile, na chai na kahawa, ukae pale utulie. Lakini utapewa pia na mtu wa kukusimamia ili uweze kuchakata mawazo yako kidijitali na kuweza kufikia jambo ambalo unataka kulifanya. Lakini sio tu vyuo vyetu vya maendeleo ya jamii, pamoja na taasisi zetu. Tunazo taasisi 2, taasisi ya maendeleo ya jamii Tengeru na taasisi ya ustawi wa jamii Kijitonyama, na vyenyewe pia vinao vituo hivyo kidijitali, na moja ya kazi zao ni kuhakikisha kwamba basi vinajenga uwezo wa kidijitali kwa wananchi wetu. Lakini pia mnajua tuna mashirika, sina ratibu mashirika yasiyo ya kiserikali, Mheshimiwa Waziri amezungumza hapa. Tuna mashirika kama 476 hivi ambayo yanafanya kazi kubwa sana kujenga uwezo wa wananchi katika kuwajengea weledi, lakini kwa maana ya skills kama muuliza swali alivyosema, ili waweze kuajirika, lakini waweze kufanya kazi zao vizuri zaidi. Lakini pia katika kazi hizi, moja ni maeneo ya TEHAMA, maeneo ya ICT, wanawajengea uwezo wananchi katika taaluma skills mbalimbali za kidijitali. Kwa hiyo hilo labda nizungumzie hivyo, lakini nitaka niongezee pia kuhusu swala la maadili, kwa maana ya mmonyoko, masuala ya mmonyoko wa maadili yanayofanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali. Amezungumza vizuri Mheshimiwa Waziri. Mashirika yasiyo ya kiserikali ni kama mtu, kisheria ni mtu, anaweza kashtakiwa mwenyewe. Kama ambavyo wewe ukifanya kosa unashtakiwa, kama ambavyo makampuni pia yakifanya kosa yanashtakiwa. Tuna takriban mashirika yasiyo ya kiserikali 10,000. Mengi yanafanya kazi vizuri sana. Lakini kama ambavyo tulivyo sisi, wapo ambao pia wanafanya mambo isivyo. Kwa hiyo tunao mifumo, amezungumza Mheshimiwa Waziri, kuanzia ngazi ya taifa, sisi wizara, lakini mikoani pale wilayani mpaka chini. Tukiona kwamba kuna mashirika ambayo hayafanye kazi vizuri, yanaenda kinyume na sheria zetu, basi tutoe taarifa. Tutoe taarifa kama ni wizarani kupitia namba ambazo Mheshimiwa Waziri alizungumzia, alizitaja hapa, lakini pia mikoani kule kwa viongozi wetu wa serikali huko, ofisi ya mkuu wa mkoa, ofisi ya mkuu wa wilaya, kuna maafisa wanaoshughulika masuala ya mashirika yasiyo ya kiserikali, tunaoita wasajili wasaidizi. Lakini pia wakifanya makosa mengine yote, hawako nje ya sheria, hawako juu ya sheria, wanapaswa wawajibishwe kama ambavyo mtu mwingine yote akikosa akienda kinyume na sheria anaweza kuwajibishwa. La mwisho ambalo nataka nichangie kidogo kuhusu masuala ya ukatili. Mheshimiwa Waziri amezungumza vizuri sana, lakini tuna mifumo. Ametoa msisitizo masuala malezi na makuzi, masuala ya muhimu wa familia kutimiza wajibu wao. Lakini pia inaweza katokea kwamba hata familia yenyewe ile ina changamoto. Sasa tuna mifumo ya kuhakikisha kwamba wanaoenda kinyume na sheria zetu na maadili zetu wanafanya ukatili wanawajibishwa. Tuna madawati 420 ya polisi, madawati ya kijinsia. Hao wamefundishwa vizuri sana kushughulikia masuala ya kijinsia. Kwa kama kuna mtu anafanya makosa ya ukatili, apelekwe huko. Tuna kamati za mtakuwa. Mheshimiwa alizungumzia mtakuwa, na naamini viongozi kwa maana waandishi wa habari mlioko hapa mnafahamu mtakuwa ni nini. Mpango wa taifa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Sasa hizi kamati ziko kwenye ngazi zote, kuanzia taifa, mkoani, wilayani, kwenye kata, kwenye mtaa, kwenye kijiji, zipo kila mahali. Na kamati hizi zina watu wote tunaohitaji kuhakikisha kwamba basi changamoto za ukatili zinashughulikiwa vizuri katika maeneo husika. Lakini pia tunayo mabaraza mbalimbali ya ustawi wa jamii, tuna maafisa wetu wa ustawi wa jamii, na pale wizarani tuna kitu tunaita baraza la kamishna. Kwa baadhi ya changamoto zinaweza kaleta wizarani pale, basi changamoto kama hizo zinaweza zikafanywa kazi. Mheshimiwa Waziri, nitaka tu nigusia haya machache lakini tunakushukuru sana, umeupiga mwingi. Asante sana. Asante sana Dokta, na wewe umeupiga mwingi.
Mheshimiwa Waziri, naomba tupokee maswali kutoka kwa watu wawili, alafu tumalize maana muda umekwisha. Karibu. Asante sana. Nami nikushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa nondo ulizotupatia hapa. Lakini nataka uulize jambo fulani. Wizara yako, kwanza nikupongeze kwa kurespondi mambo mapema, hasa kijamii ambayo yanakuwa yakikufikia. Mimi mojawapo ambayo nilileta jambo umelipokea kwa haraka sana na nilitumia tu mtu. Asante sana. Wizara yako ina mkakati gani kuwasaidia wale watoto ambao wako mitaani, wanalala pale, wanaombaomba chakula, inaonekana hawana msaada wowote? Wizara yako imejipanga vipi katika kuwaokoa watoto na kuwapeleka sehemu ambazo umetueleza kwamba kuna magereza au mafunzo ya kwenda kuwarekebisha na wakawa watu vijana bora zaidi? Asante. Asante sana. Naitwa Martin Joseph na natokea Radio Maria. Swali langu kwa Mheshimiwa Waziri ni upi mkakati wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum kwenye upande wa teknolojia na utandawazi, hasa masuala mazima ya mitandao ya kijamii? Kumekuwa kukiibuka mambo mbalimbali ambayo wewe Mheshimiwa Waziri umekuwa ni shuhuda wa hayo mambo. Vijana wamekuwa wakifanya mambo ambayo mpaka mmekuwa mkiwaita, mkikaa nao chini ili kusudi mueleze. Labda nieleze tu kwa ufupi masuala ya connection ambayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara. Yametokea kwenye serikali kipindi kilichopita. Vipi kwenye kipindi cha awamu hii? Una tamko gani? Kwa sababu kuna moja ya nchi wamezuia wa vijana wenye umri kuanzia miaka 18 kushuka chini kutumia mitandao ya kijamii. Na sheria imewekwa kabisa ya kutokutumia mitandao ya kijamii. Wewe kama waziri mwenye dhamana ya pengine utaratibu wa kukaa na watu wanaohusika na mitandao ya kijamii, mnalipi pia la kutueleza wananchi kwenye serikali hii kwa awamu hii ambayo inakwenda kuanza sasa, na lipi tamko lako kwa wale ambao pengine watakutwa na hatia ya vitu kama hivi hapo mbeleni, ili kusudi kuzuia hili tatizo lipungue katika jamii? Asante. Asanteni sana kwa maswali ya nyongeza. Wewe ni Radio Maria. Kuna mwingine wa kwanza ni misi, jina lake nani? Wapo Media. Asanteni sana. Mikakati ya kusaidia watoto waishio na kufanya kazi mtaani. Labda kabla sijajibu maswali yenu yote kwa pamoja, nirudi tena kuhimiza picha muipate vizuri. Wizara hii nimegundua kwamba kuna sehemu kubwa ya jamii haifahamu muundo wa serikali kwa ujumla wake ulivyo. Kuna wizara za kisekta, wizara za kisera zinazotunga sera na miongozo. Mojawapo ni hii ya kwangu. Tukisema tu kiukweli ni kutunga sera na miongozo na kufuatilia utekelezaji wa sera na hiyo miongozo. Hasa tuna wizara tekelezaji inaitwa Tawala za Mikoa na Mamlaka za Serikali za Mitaa. Ndio hiyo mnaita TAMISEMI. Sasa hapa sasa hivi TAMISEMI iko ofisi ya Waziri Mkuu. Ndio yenye wakuu wa mikoa, ndio yenye wakuu wa wilaya. Na tunatekeleza kitu kinaitwa D by D, decentralization by devolution. Yaani peleka madaraka karibu zaidi na wananchi. Na huko kwenye mamlaka za serikali za mitaa ndio tuna mabaraza ya waheshimiwa madiwani na mkurugenzi mtekelezaji wa zile sera na miongozo yake. Ambapo wizara hizi tulizotunga sera na miongozo pia sasa ni kutafuta rasilimali mbalimbali, uwezeshaji, mafunzo ili wale wakatekeleze. Hilo naomba mlielewe vizuri. Sasa maswali mengi ambayo tunakuja kuyapata kwenye wizara za kisekta huku tunakotunga sera na miongozo ni maswali ya utekelezaji wa kule chini, ambako ukienda unakuta wananchi wameitwa sehemu, tuainishe matatizo yetu ndugu wananchi. Hapa mimi ndo nachoka. Wanaanza maji, wanaanza kilimo, pembejeo, wataanza barabara, wataanza nishati, wataanza ufugaji, chanjo, maeneo ya ufugaji na vitu kama hivyo.
Kwenye sehemu ya madini watasema madini, watasema afya, watasema elimu. Ukienda kuangalia vile vipaumbele, wao swala la watoto kukatiliwa hawaoni kama ni shida. Halipo kwenye zile ajenda. Wanaona kwamba ni kumtandika mtoto mpaka akimbia ahamie mtaani, eti alikuwa anamwadibisha, eti kamsusa kamchoka. Mapinduzi ya fikra tunayohitaji kama nilivyosema awali kwenye kuzungumza ndio watakao sababisha hata haya maswali mengine yenye changamoto yawe ajenda kule kwenye mamlaka za serikali za mitaa. Nikisema mamlaka za serikali za mitaa, hata kwenye ule mtaa wanapokaa kwenye kikao chao, ile iwe ni ajenda. Kwenye wadisi iwe ni ajenda. Na hili ndio jukumu la si kwenda kuwaelimisha na kuwakumbusha. Lakini bila wananchi kusema sisi diwani wetu unaondoka leo na kwenda kwenye baraza la madiwani. Sisi wananchi tunasema mheshimiwa diwani, tunaomba mkakati wa halmashauri wa kudhibiti watoto waishio na kufanya kazi mitaani. Bila mapinduzi hayo haitawezekana. Itakuwa ni maswali uliza jibiwa, mwongozo, sera ipo, utekelezaji hakuna. Wananchi ni waombe kwenye mahala petu sisi, wale wawakilishi wetu ambao tumewachagua, tuwabebeshe hizi ajenda ili kwenye majukwaa yao wanakojadili kule wakajadili yote haya mlioniuliza. Kuna NGO hapa ifanyi kazi, humu ndani kuna mtoto wa kike mara wa kiume, hapa ndani kuna mtoto katoroka hayupo, pale kuna mtoto anapigwa sana, watoto wamezidi kwenye mitaa yetu, kwa sababu ndio mamlaka za serikali za mitaa, ili tuone maazimio kwenye majukwaa yao. Nilikuwa nataka nitoe hii elimu kwanza. Lakini pia swala la watoto waishio na kufanya kazi mtaani, kanuni yake ni ile ile. Kinachosababisha watoto waende kuishi na kufanya kazi mtaani ni kwenye familia pale hakuna utulivu, na sababu ziko nyingi. Lakini hawaoni kama ni shida kupaza sauti kwamba serikali ya mtaa watoto wamezidi hapa mtaani, tunafanya nini? Lazima tutoke huko ndugu wananchi, ili tuanze kuijenga ajenda yetu kuanzia huko chini. Huku kwenye taifa tuna kamati inaoshughulikia masuala ya kudhibiti watoto waishio na kufanya kazi mtaani, na mwenyekiti wake ni kamishna wa ustawi wa jamii. Na hapa utaona kazi kubwa iliyofanyika. Programu ya utambuzi wa watoto waishio mazingira hatarishi huwa ipo. Na kipindi cha mwaka 2022 mpaka 2025 watoto 27,065 wametambuliwa. Wa kike 16,233. Wa kiume 10,832. Lakini wakishatambuliwa wanapelekwa wapi? Wanapelekwa kwenye huduma mbalimbali za kijamii. Wawezeshe shule za ufundi, maana wengine wanakuwa wameshachelewa kusoma shule. Wapeleke elimu ya watu wazima. Huyu ana uwezo gani wa kufanya kazi? Anapelekwa kwenye masuala ya kibiashara. Wengine wana matatizo ya kudhulumiwa, wanahitaji msaada wa kisheria, wanaunganishwa na msaada wa kisheria. Wengine wanarudishwa kwenye familia zao baada ya kupitia mafundo na marekebisho ya tabia. Sasa wakirudi kule, wale wazazi, si tumewarudisha? Unakuta tena wazazi walishaachana. Mtoto tena anaingia mikono mingine, anarudi tena mtaani. Lakini wazazi wakiona mtoto huyu tabia zake kama tulivyokubaliana na kukubaliana kwamba ikitokea hivi ufanye hivi, yeye mwenyewe kaingia kwenye ulevi uliopitiliza, hana malezi kwa huyu mtoto anarudi mtaani. Sasa ilitakiwa na ilitarajiwa we mzazi uliyezaa mtoto, baba na mama, ukiona mtoto huyu anakimbia anaelekea mtaani, wewe si kama vile ng'ombe akipotea unaenda polisi kuripoti unapata harabia ise? Au watu hawana harabia, yani mtoto kapotea sawa, akipotea kuku, mbuzi, mtaa mzima haulali. Hapa ndio tunapokuja kuachana. Watu wameona ni kawaida. Sasa mikakati yetu ni pamoja na kipindi hiki. Tumemchukua mtoto amepotea huko nyumbani kwako, huna arabi, wewe naye tunakukamata tunakuweka ndani kwa mujibu wa sheria ya mtoto, utuambie ulikompeleka. Ukifanya hivyo wanasema wanaonea. Sasa mimi nitawezaje kutekeleza mikakati bila jamii kunipa ushirikiano kwamba mtoto kapotea, nina taarifa hii polisi, anatafutwa, lakini mtoto huyu ni mtukutu, natoa taarifa 116 au kwenye zile namba tulizotangaza au kwa afisa ustawi au serikali ya mtaa, nione hatua zako. Mvua ikinyesha wachukua jembe ukalime.
Mawingu yakianza waenda kusafisha shamba. Mtoto akianza dalili ambazo zina mashaka, hakusikiliza, muelewani na sisi, tuambie, tumrekebishe. Kuja kumrekebisha ameshaingia mitaani, gharama kubwa, ameshabakwa, amelaitiwa, kapewa dawa za kulevya, kadanganywa mambo yote, inakuwa ngumu sana. Ndio ninachosema hivi, sisi ni watunga sera na miongozo, lakini bila wananchi kutusaidia tutekeleze pamoja mambo haya watoto wa mitaani, hatutaweza. Mikakati mingine tumesema, tukimbaini akiwa nyumbani tutamtengeneza, akishindikana tunajua tumpeleke kwenye channel gani ya maendeleo na ustawi wake. Tuna makao ya watoto. Makao ya watoto tunaenda kuwatunza wale ambao wameshindikana ili tuwarekebishe. Kutokana na vituko wanavyofanya huko, wengine wanarekebishika, wengine wanashindikana, tunajua tuwapeleke shule ya maadilisho. Kwa hiyo ndugu zangu, nitaka nijiseme hilo kwa kina ili mnisaidia. Nasimama mkurugenzi ananiambia muda umeenda. Lakini tuna sheria ya mtoto ipo, tutaifundisha muielewe kwamba wewe unapomwacha mtoto akapotelea huko, sisi bwana tuna wewe. Radio Maria, mkakati wa online maadili, tuna kamati ya kitaifa ya kuhusu udhibiti wa maadili mtandaoni na ulinzi wa watoto, ina wajumbe wa sekta zote. Nilikwenda Abu Dhabi miaka 2 iliyopita, dunia ilikuwa inaongelea kuhusu hatima ya kudhibiti maudhui ya mtandaoni na ulinzi wa watoto. Tanzania tuna Cyber Crime Act ya mwaka 2015. Mule ndani ukikamatwa unafanya mambo yako wewe, kuna maadhabu mpaka ya milioni 50. Niliwahi kuyatangaza siku moja. Ila watu wanafanya vile mazoea. Mwingine anafanya kosa, yuko nje ya nchi, hayuko hapa. Lakini kwa sababu mitandao yetu inafika mpaka huku, tunakuja kuyaona na sisi, hasa kwa upande wa watoto, ili wasiingie huko. Hii kamati itakuja sasa na mapendekezo kama mlivyoona kwenye nchi nyingine. Kwenye kipindi hiki mabunge yetu 5 yajayo, tukija na huo mkakati wa kusema sasa ni hivi, naomba ushirikiano, tuwalinde hao watoto. Isije ikawa anazuia, anafanyaje, tutatumia mbinu za nchi zingine walizofanya wakafanikiwa, tuweze kuwalinda hao watoto. Lakini wewe mtu mzima, sio mtoto, unabandika vitu vyako huko. Kamati hii sasa hivi haitaishia kuwaita tu na kuwaonya. Tumeonya sana kwenye serikali ya awamu ya 6 kipindi cha kwanza. Bwana, tutakupeleka mahakamani ukapambane na the Cyber Crime Act ya mwaka 2015 ya Tanzania. Mnipo ushirikiano. Msiseme kaanza tena. Ushirikiano tu tupeane. Chagua kati ya hayo. Ndugu zangu, hii ni Wizara ya Maendeleo ya Jamii inayotengeneza sera na miongozo. Tuna majukwaa, ameyasema Katibu Mkuu, kila kundi la wazee, tuna sera ya wazee na mabaraza ya wazee yanafika mpaka chini. Wajane, tuna mwongozo wa wajane kati ya nchi chache Afrika. Tunafika mpaka chini huko chini kwenye uratibu. Wanawake, tuna sera ya jinsia na maendeleo ya wanawake. Tuna majukwaa ya uwezeshaji kiuchumi yanafika mpaka huko chini. Ukija kwa watoto, tuna mabaraza ya watoto yanafika mpaka chini huko kwenye shule za msingi. Kuna madawati ya ulinzi wa watoto mashuleni, lakini kuna madawati ya ulinzi wa watoto sio tu shule za sekondari na primary, vyuo vikuu tuna madawati ya jinsia. Kwenye masoko tumesheheni miongozo ulinzi wa ukatili wa kijinsia masokoni. Nikija kundi gani lingine hapo la wafanyabiashara ndogo ndogo, vyama vyote vya wafanyabiashara ndogo ndogo vimejisajili na tuna jukwaa lao, na sasa hivi tunataka kuliimarisha vizuri. Sisi tuna kila kitu. Tunachoomba sasa ni nidhamu ya ushirikiano wa wananchi kufuatilia na kutuunga mkono, ili shida yetu sisi kupitia hii miongozo na hizi sera tuwatoe kwenye huo mkwamo, muende kuiangalia Tanzania kwenye sura mpya, muone fursa, mchukue hatua kama ambavyo mkiona mawingu mnachukua hatua za kwenda kwanza kutayarisha mashamba. Wangapi wamenielewa? Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Kaza kazawa. Kasi zaidi, karibu zaidi na wananchi. Asanteni na Mungu awabariki.